Katika karakana ya ufundi seremala iliyopo mjini Njombe, nimekutana na vijana wanaojifunza kazi za kutengeneza samani za aina mbalimbali, na kila mmoja ameshapata uzoefu wa kazi kulingana na kipindi alichokaa karakana. Sababu za kila fundi kushawishika kujifunza kazi ya useremala zinatofautiana, na kila mmoja ana mwanzo wa safari yake katika ufundi, na wengi wao ujuzi wanaopata kwa mafundi wazoefu na si kwenye vyuo vya ufundi. Mimi nilianza kujifunza ufundi mwaka 2018. Nilianza kwenye kujenga, lakini nikatoka nikaja kwenye useremala baada ya kushawishiwa. Ila sio kwa nafsi yangu, lakini baadaye nilipozidi kwenda nikajikuta naanza kuielewa fani na kuanza kuiweka kichwani zaidi. Na kuielewa fani ni vile mwenye bidii yako na juhudi zako. Mama akanileta kwenye ufundi, nikaanza kujifunza. Unaona? Kwa kujifunza mimi ilikuja kama mwaka mmoja nilikuwa nishamaliza. Wapo wanaokubaliana na umuhimu wa kupata ujuzi katika mfumo rasmi kwa kuona mifano ya mafundi wengine waliopitia katika vyuo ambao wamekuwa wakipata fursa hasa zinazohitaji vigezo na masharti. Hiyo kidogo hata kupata kazi serikalini inakuwa ni wepesi, mchongo wa serikalini inakuwa wepesi. Tofauti na sisi ambao hatuna cheti cha ufundi. Elimu unayopata kule kwa wiki utakuta ni aina moja tofauti na mtaani. Sababu mtaani mtu anaweza kumtaja design tofauti. Serikali yenyewe ingeanza kwanza kuwapatia, yani kupeleka tenda kwenye zile shule kazi za aina zote. John Kinyamagoha ni fundi ujenzi wa nyumba, naye anaungana na mafundi wa fani nyingine akisema zipo sababu zinazofanya mafundi wasifike vioni, ikiwemo changamoto za kifedha, na wengine wakitaja kuamini zaidi kujifunzia mitaani ambako kuna kazi nyingi na uzoefu tofauti. Mimi niliojifunza mitaani mimi nimeona vitu vingi na nimeshinda na mafundi na mainjinia. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu vingi mimi naweza nikawa nimevijua kuliko alienda VETA. Katika chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Makete zipo kozi mbalimbali zinazotolewa kwa uhitaji, ikiwemo fani ya useremala na ujenzi, lakini changamoto inayotajwa hapa ni idadi ndogo ya wanafunzi wanaofika kujifunza. Kuna mwaka vijana wanaongezeka, kuna mwaka wanashuka chini, mpaka tumefikia mahali tuliweka rotation ya kanda kwamba kuna mwaka mwingine Makete hapa hatupokei wanafunzi kabisa. Watakaojiandikisha Makete tunaelekeza Iringa, mwaka mwingine wanakuepo wanafunzi Iringa, mwaka mwingine wanakuepo Songea, mwaka mwingine wanakuepo Makete, kwa ajili ya uchache kuonekana kwamba tunatumia resources vibaya. Mwalimu wakati mwingine walimu wawili wanafunzi watatu. Kwa hiyo ni afadhali wakaelekezwa upande mmoja wakawa ni wengi, ili mwaka mwingine ndio waende upande mwingine. Bado kuna shida mwamko kwenye fani hii ya useremala na hata fani ya ujenzi. Walimu wanasema pamoja na jamii kuamini uzoefu na utaalamu kutoka kwa mafundi wazoefu wa mitaani, bado kuna umuhimu wa kupata ujuzi rasmi utakaotambulisha kwenye masoko makubwa zaidi. Tuhamasishe jamii waweze kupata ujuzi huo ambao ni ujuzi mzuri ambao unamsaidia mwanafunzi au kijana mara baada ya kumaliza masomo yake na kupata ujuzi ulio mzuri zaidi. Mwalimu Mbilo anasema katika utafiti walioanza kuufanya wamebaini uwepo wa fursa za uzalishaji wa mbao hususan wilayani Makete na mkoani Njombe, ambao umefanya uwepo wa karakana nyingi mitaani na hivyo kuchangia vijana wengi kujifunzia huko. Jamii tunaomba itambue kwamba kuna utofauti kati ya kupata ujuzi nje ya mfumo rasmi wa mafunzo na ule ujuzi ambao mtu ataufanya alioupata ndani ya mfumo rasmi wa mafunzo kama kwenye vyuo vyetu vya VETA. Wanapokuja VETA wanapata maarifa mengi zaidi ya nyongeza tofauti na yale ambayo wanajifunza kwa mafundi wa mtaani. Kwa maana hiyo jamii inahitaji mafundi mahiri wa fani mbalimbali ili kuchagiza shughuli za kimaendeleo. Emmanuel Kalemba, Habari Weekend, Njombe.